Dar es Salaam Net Event 2025, Nuru ya Matumaini. Mmesalimia mpaka mmeshachoka, siku hizi hamsalimii. Ngoja tusubiri mhubiri akija ndiye anawaweza. Mimi naona siwawezi haraka. Jana tulijifunza juu ya somo la malezi ya watoto na mitindo mbalimbali ya malezi. Lakini leo natamani tujifunze juu ya malezi ya mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume. Na kabla sijaenda mbali katika kuzungumzia hili, napenda uangalie kitabu cha Zaburi 127 fungu la 3. Zaburi 127 fungu la 3 anatueleza kwamba wana ni urithi kutoka kwa Mungu. Wana ni urithi kutoka kwa Mungu, na kwa hivyo kuwalea ni kukubali kwamba hii zawadi ni ya thamani sana kutoka kwa Mungu. Hii zawadi ni ya thamani. Na kwa hivyo unapolea mtoto au wa kike au wa kiume, inaonyesha jinsi ambavyo umeifurahia hiyo zawadi ambayo Mungu amekupatia. Kwa hiyo kulea ni kuwajibika. Kulea ni kwa sababu unahitaji kumfurahisha Mungu na wala sio mwanadamu. Na pia kuwajibika ni kuyafanya yale malezi yawe kipaumbele chako. Kati ya mambo yote mazuri unayoyafanya hapa duniani, basi namba 1 iwe malezi. Inahitaji kudhamiria, kwa sababu hii kazi sio rahisi, ni ngumu. Na sasa basi niendelee kuwapeleka katika mawazo haya kwamba ni kwa nini kulea kunakuwa kugumu. Ni sababu gani zinazosababisha malezi yawe magumu? Kwa sababu hizi. Sababu ya kwanza inaweza kuwa ni maovu ambayo yameongezeka katika sayari hii. Shetani ametuteka, na tunajua kabisa kwamba ameleta mishale mingi kuwashambulia watoto wanaokuwa, kwa sababu anajua watoto hao wanaandaliwa kwa ufalme wa Mungu. Sasa kwa sababu wazazi tumekuwa na mazingira ya kukimbiza mali, kutafuta umaarufu, kutafuta mamlaka kwa gharama yoyote, hata watoto wenyewe wanapokuwa wanachokiwaza hiki ni kuharakisha kufanikisha mambo haya ambayo jamii inahitaji wayafanikishe. Sasa kati ya changamoto ambazo zipo katika sayari hii ya dunia, changamoto za malezi ni ile kile ambacho Yesu alisema kwamba ninyi si wa ulimwengu. Lakini anaposema kwamba sisi sio wa ulimwengu, hana maana kwamba tumetoka duniani. Hatumo duniani, tunaishi duniani, tunafanya kazi, watoto wetu wanasoma, watoto wetu wanatafuta ajira, watoto inabidi wavae nguo, watafute kazi. Lakini sasa, pamoja na kutafuta kazi, lazima waendelee kuishi kama watoto wa Mungu wa mbinguni. Na kubalance hilo sio rahisi, kuwafanya watoto waendelee kuishi wakati wakiwa ni watu wa Mungu. Changamoto ya kwanza, kama nilivyokwisha kuambia, ni kwamba ni kweli uovu ulioko duniani, lakini hatua za makuzi. Katika kila hatua ambayo mtoto anafikia kuna changamoto zake. Kuna changamoto mtoto anapofikia umri wa kupevuka, kuna changamoto mtoto anapokuwa bado ananyonya, mtoto anapoanza shule. Kila hatua ina changamoto zake, na hivyo mzazi anatakiwa kuwa mwangalifu anapopitia hatua hizo za malezi. Lakini pia mitandao ya kijamii tuliongea kwa kina hapa, jinsi ambavyo imewakumba watoto, na hivyo kulea kunakuwa changamoto, kwa sababu kuna mlezi mwingine ambaye ni social media analea na yeye. Lakini pia wazazi kulemewa na majukumu.
Shughuli za maisha haya zimechukua nafasi kubwa. Tuliongelea hayo pia, namna ya kuleta uwiano kati ya kazi, maisha ya familia, mahusiano na Mungu na kujitunza wewe binafsi. Jambo lingine ambalo ni changamoto ya malezi ni shinikizo rika, yani peer pressure. Watoto wanapokuwa katikati ya watoto wengine ni wanahangaika kupambanisha malezi walioyapata nyumbani na yale wanayopata kwa marafiki zao, na marafiki wana nafasi kubwa sana. Lakini pia jambo lingine ni migogoro katika ndoa. Migogoro katika ndoa ndivyo vinaweza vikachangia sana. Nimekwisha kuliongea hili kwamba malezi si marahisi katika ulimwengu huu. Watoto wamesongwa na mitego mingi sana ambayo hata hawajui kwamba hapa ninanaswa, hapa nimetegwa. Na kwa hiyo ni mpaka mzazi achukue nafasi ya kushughulika na kukipatia kipaumbele kile kitendo chake cha malezi. Sasa nataka niwaambie kwamba ni kwa nini tuongelee juu ya mtoto wa kiume sasa hivi na sio mtoto wa kike. Kwa nini? Kwa nini tuongelee mtoto wa kiume na sio mtoto wa kike? Unajua jamii yetu imekuwa ikimshughulikia sana mtoto wa kike kwa muda mrefu. Na kweli mtoto wa kike alihitaji hili, maana mtoto wa kike alikuwa ikiwa nafasi ya kwenda shule anaenda mvulana, ikiwa ni wakati kazi za nyumbani anafanya mtoto wa kike, mambo yote mtoto wa kiume alipewa kipaumbele. Sasa ikafika mahali ambapo mtoto wa kiume aliachwa ili kwamba alelewe na ulimwengu, na tukajisahau kabisa. Mtoto wa kiume amebaki kana kwamba yeye atajilea. Sasa kwa sababu hiyo watoto wa kiume wamekuwa kama hawana mwelekeo kabisa, hawana mwelekeo katika jamii. Kitu kingine kinachotufanya tuwasaidie watoto wa kiume ni kwa nini? Kuna mabadiliko ya majukumu katika jamii sasa hivi. Mabadiliko ya majukumu. Zamani mtoto wa kiume alijua kwamba yeye ndiye wa kufanya kazi, mwanamke anabaki nyumbani. Na kwa hiyo majukumu yalikuwa yanaeleweka, majukumu ya mwanamke na majukumu ya mwanamume. Lakini sasa hivi akitoka kazini na mke wake ametoka kazini, kuna majukumu yanawahusu kwa pamoja kwa sababu wamechoka. Kuna mambo mengi ambayo yameongezeka na sasa mwanamume hakuandaliwa. Kwa hiyo inabidi tumsaidie anapokuwa katika jamii iliyobadilika. Lakini pia huyu mwanamume ni kichwa cha familia. Huyu kijana, kichwa cha familia kisiposaidiwa katika kuongoza vizuri, basi ni hakika kwamba yeye nyumba yake inaweza ianguke. Jambo lingine ni kwamba ikiwa wanaume watashindwa kuandaliwa kuwa viongozi katika jamii, tunajiandaa kutengeneza jamii zilizoharibikiwa, zilizoanguka. Hivi najua viongozi wengi wa nchi ni wanaume, viongozi wengi wa taasisi ni wanaume, viongozi wengi wa makanisa, viongozi wa dini ni wanaume. Sasa fikiria hawa wanaume wasipoandaliwa vizuri, wanaipeleka dunia wapi? Wanapeleka serikali wapi? Wanapeleka makanisa wapi? Na kutoandaa watoto wa kiume ni kuwapatia mzigo watoto wa kike wale tulioandaa vizuri. Maana wanaanza kulea watoto na kulea waume zao, wanakuwa na mzigo. Na hivyo familia zinatokea zilizoharibika na kuvunjika. Lakini pia Biblia inatuambia hivi kwamba mrudi mwanao kwa maana lipo tumaini. Kuna nuru ya matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ulimwengu unaona kwamba watoto wanaharibikiwa, lipo tumaini kwa mzazi anayemlea mtoto wake. Jambo lingine, mvulana aliyefunzwa vizuri ndiye ambaye anaweza akaiandaa jamii nzuri. Tunaweza tukawa na viongozi imara, tunaweza kuwa na viongozi waliofanikiwa na nchi zenye maisha mazuri. Serikali nyingi unapoziona zina vita, nchi nyingi zina vita
ni wanaume hawa wanaotuongoza mapambano hayo. Kwa hiyo tukiwalea vizuri ndio mwanzo wa mafanikio. Lakini tuangalie kwa nini mtoto wa kiume ni wa pekee. Tumwangalie upekee wake. Jambo la kwanza, kuna mambo haya naomba unisikilize kwa haraka tu. Jambo la kwanza, wavulana wanapokuwa katika ule umri wa kupevuka, wengi wanamwelekewa kuhusika katika uonevu, matumizi mabaya ya madawa ya kulevya, mambo ya pornografia, wanakuwa wagomvi na wakati mwingine hawajithamini kwa sababu wanachagua vibaya. Jingine ambalo linafanya wavulana wawe wa pekee ni kwamba wavulana mara nyingi ni wasiri. Kama hivi mnavyoona wanaume hawaongei sana, basi wavulana hawazungumzi mambo yao. Visichana vinaongea, vinakaa na mama anaongea hili na hili, kwa hiyo inakuwa rahisi kumsaidia. Lakini wavulana si rahisi kuwasaidia kwa sababu hawasemi, na ni gumu zaidi hasa katika utamaduni wetu wa Kiafrika. Mama hatarajiwi kwamba anaweza akaongea mambo ya ndani sana na kijana wake, na wakati baba hana nafasi na mtoto wake wa kiume. Sasa kwa sababu hiyo linakuwa jambo gumu kwa mtoto wa kiume. Lakini pia wavulana hawana mahusiano thabiti sana na wazazi wao, hayako karibu, na kwa sababu hawana mahusiano thabiti wanapata ulinzi mdogo sana kutoka kwa familia, na matokeo yake wavulana wanakuwa dhaifu katika kujitawala, maana hawana yule mlinzi. Ni kana kwamba mtoto wa kike anaambiwa, wewe mtoto wa kike anafika saa hizi usiku, anakuja saa hizi, lakini ni kila mtoto anahitaji ulinzi. Kwa hiyo kwa sababu hawasaidiwi sana, kwa hiyo watoto wa kiume mara nyingi wanakera, wana viwango vikubwa vya kukera. Maana hata mkisema kaeni mtulie, mtoto wa kiume kwa sababu ni mbunifu anafanya hiki na hiki, amepiga teke huku, amefanya hiki, basi anakuwa mwepesi kukera. Watoto wa kiume pia wanapata changamoto gani? Kwa sababu wakina baba wanajitenga sana na watoto. Na ninapozungumza hivi si walaumu akina baba, kwa sababu na wao ndivyo walivyolelewa. Wababa zao pia walijitenga nao, na kwa hiyo wanapokuwa na watoto wao pia wanajitenga nao. Na wanapofika katika umri wa kupevuka, kwa sababu hawakuwa na urafiki na watoto wao wakati wakiwa wadogo, basi zile tabia zinazobadilika ndani ya mtoto wa kiume zinamsumbua sana baba, mpaka unafikiri hapa ni chama cha upinzani. Ndipo unakuta baba anasema kwamba utaelewa nani mwenye mji hapa, ni wewe au ni mimi, na hajamsaidia. Halafu watoto wa kiume mara nyingi wanategemea sana ushawishi wa rika na marafiki wao, na hivyo ndio maana ni rahisi kujiingiza katika vitendo vya ulevi, madawa ya kulevya, uzururaji, ugomvi na vitu kama hivyo. Lakini pia watoto wa kiume wanapenda kujaribu vitu hata kama ni vihatarishi. Ukiangalia hapo barabarani unaona vijana ndio wanaendesha pikipiki, miguu iko juu, wamelala kwa mgongo, wanafanya vitu vya hatari, wanapeleka magari kwa fujo, wanalewa, wanafanya hiki na hiki, vitu ambavyo wasichana hawako haraka. Na kwa sababu hiyo wanahitaji msaada mkubwa, huenda kuliko hata ilivyo kwa wanaume. Kama wewe ni mzazi wa watoto wote hao wawili, basi unaweza ukaona tofauti iliyopo kati ya mvulana na msichana, kwamba unapata wakati mgumu sana kumsaidia mtoto wa kiume. Na unajua katika umri wa kupevuka wa kijana au hata mtoto wa kike ni wakati wa mpito, wakati ambapo mtoto huyu si mtu mzima lakini pia si mtoto. Na wakati huu matendo yote anayoyafanya yanategemea hisia na kitu kinachotokea katika mwili wake. Kwa hiyo katika mapambano hayo anahitaji mzazi anayeelewa, mzazi anayemsaidia na kumuongoza katika hali ya upendo, akimsaidia katika kufikiri na kutafuta mwelekeo unaofaa. Kwa hiyo mtazamo wa kijana katika umri wa kupevuka
unaathiriwa na mambo kama hayo yanayotokea katika mwili wake. Kwa hiyo unapokuwa kimshauri yule mtoto, unamtengenezea dira ya maadili, na dira ya maadili inamsaidia yule mtoto kusimama hata kama wengine wote kiuka maelekezo. Ni rahisi kusimama kama Yusufu akasema nitamkoseaje Mungu, anasimama mwenyewe. Kwa hiyo dira ya maadili inapokuwa katika ule umri wa kupevuka, kuna mambo ya kutambua hapa kwamba nyakati za umri wa kupevuka ni nyakati za hatari, sio rahisi. Kwa hiyo kuwasaidia watoto kuwa na hisia thabiti ya kujua kupambanua mema na mabaya ni wakati huu. Lakini ni jukumu la mzazi kumsaidia kuweka mipaka ili mtoto huyu wa kiume aweze kusimama mwenyewe, kama wale vijana watatu wa Kiebrania waliposimama wakati watu wote wamesujudu sanamu, wao wakasema tunajua tunachokiamini. Hiki ndicho kinachotokea mtoto anapokuwa na dira ya maadili. Sasa kufanikisha hili ni lazima mzazi afanye bidii, afanye malezi yake yawe kipaumbele kabisa anapolea mtoto. Mtoto wa kiume anavyoendelea kusogea katika maisha, malezi yanaweza kuchosha, isiyo jambo rahisi. Saa nyingine unaweza kukata tamaa, unasema hivi mtoto wangu amekuaje? Ukienda kanisani yendi hatulii, kila siku wewe unaletewa kesi, mara shuleni ametoroka, mara amepigana, ukahisi kwamba hili jambo halitazaa matunda. Hata unapojaribu kila wakati unashindwa. Kwa hiyo kulea kunaweza kukawa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo ufanyeje? Tambua umuhimu wa kuombea watoto wako. Waombee watoto, waombee na uombe nao. Wakati mwingine unaweza usiishi kushuhudia mabadiliko ya watoto ulivyowaombea, lakini Mungu anaheshimu maombi ya kila mzazi anayemwombea mtoto wake. Mara zote maombi ya wazazi ya dhati Mungu anayajibu. Anaweza ajibu papo hapo, anaweza ajibu mwaka huu, anaweza ajibu maishani, lakini huenda anaweza akajibu wakati hata utaona, ukapata zile surprise alizosema mhubiri katika uzima wa milele kuwaona. Tuwaombee watoto na tuombe nao. Ninapokuwa katika kuhitimisha, nataka niwaambie juu ya muhimu wa kuomba. Mahali fulani nilikuwa nikiongelea juu ya maombi kwa ajili ya watoto. Nikaambiwa na mtu mmoja, kulikuwa na vijana wa wachungaji na kadhalika, wakaniambia kitu hiki kwamba alikuwepo mchungaji mmoja, alikuwa mcha Mungu sana, alikuwa akifanya vizuri na washiriki wake walimpenda sana, lakini alikuwepo kijana huyu kijana alikuwa mjeuri, alikuwa mlevi, kila saa ni kirabuni, lakini huyu mtoto akawa mwiba kwa wazazi wake. Baba aliomba sana kwa ajili ya mtoto wake, alimsihi sana. Mnakumbuka jana niliwaambia kwamba kulea vizuri hakumaanishi kwamba watoto hawatatanga mbali. Watoto wanaweza kachagua kutanga mbali, maana ni uchaguzi wao. Sasa kwa hiyo huyu baba akakata tamaa mpaka akastaafu, mtoto wake hajabadilika, na kisha maisha yakafikia mwisho. Yule baba akapumzika, yule mchungaji akafa bila kuona matunda ya maombi yake. Ila siku moja wakati baba yake amefariki, yule kijana ndiye akazidi kunywa kabisa, akasikia hatia, akaona kama huyu baba amelala hajaona matunda ya kazi yake, ndio akanywa kupitiliza. Ndivyo inapokuwa mtu anapopata msongo, kunywa kunaongezeka. Sasa siku fulani yuko amekaa kilabuni na marafiki zake wanakunywa. Mungu akafanya jambo fulani. Wale vijana wenzake wakamwangalia wakasema, "Hebu subiri.
ni nani tunamuona hapa? Sio kwamba ndio wameona kwa mara ya kwanza, walishamuona siku zote. Wakasema unajua huyu kijana alifanana sana na baba yake sana. Wakasema unajua hapa ulipo tukikuangalia tunaona yule mzee fulani, mchungaji fulani. Wakamwambia wewe hapa si mahali pako. Mahali pako ni kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Yule kijana akili zikamuingia akasema, mpaka nahubiriwa na walevi wenzangu. Akanywa glasi ya mwisho akakimbia kanisani. Wakati ule ninaongea hapo, huyo kijana alikuwa amekuwa mzee wa kanisa. Huyu sitakuwa ni surprise Mungu atakapo wakuja kuwachukua watoto wake, baba yake atakapokutana naye atamuuliza uko hapa na wewe? Atashangaa kumbe Mungu aliheshimu maombi ya mzazi. Katika maisha haya ambapo malezi yamekuwa magumu, maombi ya wazazi kwa ajili ya watoto wao ni ya muhimu sana. Kuna tofauti kati ya mtoto anayeombewa akiwa huko mahali pagumu na mtoto ambaye ameenda bila ulinzi wa mzazi anayemwombea. Na kwa hivyo naombeni wazazi, muda hautoshi vizuri kuongelea habari ya malezi ya mtoto wa kiume, lakini ikiwa tutawasaidia watoto wa kiume tutakuwa tumeisaidia jamii. Ukiangalia vizuri kwa karibu, watoto wa kiume ndio wako kwenye ndio wako barabarani wakiwa wanalewa, ndio wamekuwa ombaomba, ndio wanashindwa kuendelea na masomo shuleni, ndio wako magerezani wamejaa ukilinganisha na watoto wa kike, ndio mwelekeo umewashinda. Ukiangalia watoto wa kiume wanafaulu vizuri mashuleni, wanafanya vizuri, wanaajiriwa vizuri, na kwa hiyo watoto wa kike wanaanza kusema kwamba sina haja ya kukaa na hawa useless vijana, wanaamua nakaa peke yao. Vijana wanakosa mwelekeo. Hivi unajua hata haya mambo ya ushoga, mambo ya ndoa za jinsia moja yanaweza kuwa yanachangiwa na wazazi kushindwa kuwalea watoto wa kiume. Tahadhari na kuomba wewe kama ni mzazi, hasa mzazi wa kiume, wekeza kwa mtoto wako wa kiume. Utakume wasaidia wasichana wote walioko makanisani. Na niwaombe kwamba hata wale makanisani mnaposaidia idara ya huduma za wanawake, mnawasaidia vijana wa kike, tambueni watoto wa kiume wametelekezwa, muwasaidie, muwafundishe. Mkifanya hivyo basi tutaiandaa jamii iliyo nzuri. Ndio namna ya kuandaa ndoa nzuri za watoto wetu ambao watatengeneza taifa la kesho. Mungu anahitaji wazazi wanaowajibika. Na wazazi wanaowajibika ni wale wazazi ambao wanajua kwamba wanawajibika kwa Mungu kuliko ilivyo kwa mwanadamu. Wangapi wananiambia kwamba ninahitaji kuombea watoto wa kiume? Ndio. Ikiwa kuna mtoto wa kiume unamjua ametanga mbali, aidha nyumbani kwako au mahali pengine, leo muandike kwenye hilo karatasi, andika jina lake. Andika jina lake, Mungu atafanya kitu. Mungu atamsaidia, na huenda siku moja ukapata surprise na wewe kwamba Mungu alitenda jambo. Basi tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru sana sana, mfalme wa wafalme, kwa sababu unatukumbusha majukumu uliyotupatia. Tunakiri kwamba si mara zote tumekuwa wazazi wema, lakini kwa sababu ya neema yako na kwa sababu umetukumbusha, tusaidie. Na mahali ambapo tumekwisha kushindwa, kuna ahadi yako pia kwamba utarejesha vyote, hata vile vilivyoliwa na nzige. Bwana, tunakudai ahadi hii, rejesha watoto walioacha njia, uwarudishe zizini. Asante Bwana kwa sababu tunaweza tukakuamini, katika jina lake Yesu, amen.